Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Kwa majina naitwa Duas Joseph Sumuni, mwenyekiti wa wachimbaji wilaya Mbogwe, mkoa wa kimadini pia. Cha kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa upande wa wachimbaji pamoja na wasaidizi wake, Mheshimiwa Waziri wa Madini Anthony Mavunde, lakini pia Mheshimiwa afisa madini mkazi wa Mbogwe Engineer Hango. Tunawashukuru sana hao pamoja na viongozi wengine wa kiserikali kwa upande wa madini Mbogwe. Tunaangalia mafanikio ya siku 100 za mama. Cha kwanza, Mbogwe tumepata mafanikio makubwa sana kwa upande wa wachimbaji. Kwanza tumebahatika kupata mgodi wa Msasa ambao kwa sisi wachimbaji wengi tumepata ajira nyingi sana pale. Zaidi ya watu 10,000 wako kwenye ule mgodi. Lakini kutokana na huduma nzuri za serikali, Msasa pale mgodini, serikali imefanikiwa kuweka kituo cha ununuzi wa dhahabu. Kwa hiyo katika mgodi ule wa Msasa kuna kituo cha kununua dhahabu pale mgodini, na kimewekwa kwa haraka sana baada ya kupatikana yale machimbo. Hiyo ni moja ya mafanikio pia ambayo tumeyapata Mbogwe. Lakini kama mwezi mmoja hivi umepita, wachimbaji tumekabidhiwa leseni 36 kwa mkoa wa kimadini Mbogwe. Waziri alitukabidhi za wachimbaji wadogo. Hiyo ni moja ya mafanikio. Lakini ukiangalia hata kwenye upande wa ulipaji wa mrahaba, mwaka huu Mbogwe tumepandisha ulipaji wa mrahaba kwa 78.31. Mwaka jana muda kama huu hapa makusanyo ya mrahaba yalikuwa bilioni 18.9, ila kwa mwaka huu makusanyo ya mrahaba yapo bilioni 33.7. Hilo ni ongezeko kubwa sana. Ukiangalia hapo utofauti kwa muda kama huo hapa imeongezeka bilioni 14.8. Kwa hiyo siku 100 ya mama si haba, imefanya kazi. Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fursa kwa wachimbaji wadogo. Katoa kipaumbele sana. Kwanza kulikuwepo na leseni kubwa za wachimbaji ambazo ni za utafiti. Leseni hizo tumekuwa tukivumbua wachimbaji, ukishavumbua tu mnakabidhiwa leseni moja kwa moja, leseni zile zinafutwa. Mnapewa wachimbaji wadogo, mnaanza kujitafutia mle tayari tunakuwa tunapandisha mapato ya mrahaba. Serikali iko vizuri, inajitahidi kudhibiti, na hata leo kuna kikosi ambacho nimekutana nacho kwenye migodi yangu ambacho kinafuatilia namna ya watu kupeleka dhahabu kwenye masoko yaliyoandaliwa. Mtu ana dhahabu yake Mwaroni, ni dakika 2 anafika kwenye kituo cha kuuzia dhahabu. Wachimbaji kama unavyojua ni watu ambao wanapenda mambo yao yaende haraka. Akipata dhahabu yake auze haraka, apate pesa haraka. Kwa hiyo hata yule mchimbaji wa Moko kwa sasa hivi anaenda kuuza dhahabu kwenye kituo cha ununuzi na dhahabu kilichopo Msasa. Upande wa usalama, serikali iko vizuri sana, hususan wilaya ya Bukombe. Usalama ni wa kutosha kwa kweli, kwa sababu kila sehemu kuna maaskari, na maaskari hao ni maelekezo ya serikali. Kwa hiyo hata ukiwa pale mgodini Msasa, ukijaribu kutembea hatua 100 lazima ukutane na askari. Hata kwenye soko la dhahabu maaskari wapo. Kwa hiyo na wasi tu wachimbaji wenzangu, pale tunapopata dhahabu yetu tusiwe na mashaka kuhusu usalama wa dhahabu zetu au fedha zetu. Sokoni pale kuna ulinzi wa kutosha, maaskari wapo na bunduki zipo za kutosha. Kwa hiyo hakuna shaka kuhusu usalama wa dhahabu yako ukiwa unaelekea sokoni pale au ukiwa unafanya biashara pale sokoni. Na kwa sasa hivi kama nilivyosema mwanzoni ni bilioni 33.7. Mimi niombe tu serikali iendelee wachimbaji kutuamini na iendelee kutuachia fursa kama zinavyotokea kama Msasa tulivyosaidiwa na serikali. Serikali Msasa imetusaidia sana. Imeachia leseni wachimbaji wadogo na hauwezi kusubiri kuambiwa. Macho yako yanakueleza kwamba Msasa imewasaidia wachimbaji wengi waliofika pale.
na mfano halisi tu unaweza ukaona hata kwenye upande wa usafiri. Magari yaliyonunuliwa Msasa ni magari ya thamani kubwa, ni magari ya kifahari. Hiyo yote ni fursa zinazoruhusiwa na serikali. Zamani haikuwa hivi. Tulikuwa tukivumbua madini kwenye eneo, basi mnafukuzwa, wawekezaji wakubwa wanakuja wanaendelea kuchimba. Lakini mpaka sasa hivi naongelea Msasa, takriban zaidi ya miezi mitatu wachimbaji wadogo wananeemeka na Msasa. Na hii yote ni jaribu kuongelea tu kwenye mambo ya uongozi. Mama amekuwa na tija kweli kwenye upande wetu sisi wachimbaji. Sisi pia huwa tunaangalia vitu vingi katika uongozi. Uongozi wa mama, nikiangalia tu hata hii miaka miwili kwenye upande wa madini tumetengeneza historia kubwa sana ambazo zilikuwa hazijawahi kutokea. Cha kwanza, kuna mchimbaji alipata dhahabu nyingi sana kule Mbeya, Chunya. Bila shaka vyombo vya habari vinajua. Hiyo yote ni baraka ya mama. Mama kwa kweli ana baraka sana katika uongozi wake. Lakini pia ukitoka Msasa kuna mgodi unaitwa Ngula. Kwa sababu mimi ni mchimbaji mkongwe, lazima niongelee hiyo. Ngula kuna dhahabu zilipatikana karibia kilo 100. Lakini ni uongozi tu wa mama. Ni historia ambayo ilikuwa haijawahi kutokea. Kule Mbeya zilipatikana kama 100 na kitu. Bado pia mwaka huu imetengeneza historia ambayo ilikuwa haijawahi kutokea. Umepatikana mgodi wa Msasa. Katika mgodi wa Msasa ukienda pale, blaza, milioni 10 sio ya kuongelea. Pale ni wanaongelea milioni 100, bilioni 200, mabilioni ndicho wanachoongelea pale. Hiyo yote ni fursa ya mama. Mama ana baraka sana katika utawala wake. Wachimbaji kwanza tuko katika kategori nyingi sana. Kuna wachimbaji wale wanaochimba na moko. Wanaochimba na moko hawana shida. Kuna wachimbaji wale ambao wanaweka kama mialo na wale wanaoweka planti. Wale kwenye upande ule pale ndio wanakuwa na changamoto, lakini ni rahisi sana kuwafikia kwa sababu kila kundi tulishatengeneza, wanakuwa na uongozi wao. Ukienda upande wa wamiliki wa mialo wana uongozi wao, ukienda upande wa wamiliki wa planti wana uongozi wao. Lakini pia tukaenda mbali zaidi, wamiliki wa leseni, kwa mfano kama kwenye mkoa wetu wa kimadini Mbogwe, wamiliki wa maleseni pia na wenyewe na uongozi wao. Ni rahisi sana kuwafikia. Tunakuwa tunafanya nao vikao, wamiliki makundi mbalimbali. Wamiliki wa plant tunafanya nao vikao, tunawasihi faida ya kulipa kodi na madhara ya kutokulipa kodi. Tunakuwa tunawakumbushia hilo na asilimia kubwa wanaelewa na wanafanya hivyo. Asante sana. Mimi namna ya kuwashauri wachimbaji wenzangu, lakini pia vijana wenzangu tulioko Tanzania, jamani, maisha yapo kwenye kazi. Maisha yapo kwenye kazi. Na wasihi sana tufanye kazi. Mtu anayefanya kazi unasogeza siku ya kupata kipato chako. Haijalishi uweze kusema kwamba upate leo, manake unavyokuwa unafanya kazi, hususan kama sisi wachimbaji, sio kwamba utaenda leo mgodini upate leo dhahabu, hapana. Unaweza kaenda leo mko 10, unaweza mkaenda leo mko 10, lakini wakapata 3. Amini nyinyi mmefanya kazi wote pamoja. Kwa hiyo mrudi tena mkafanye kazi, na nyinyi siku zenu wale 7 zimekaribia za kupata kipato. Nachowasihi mimi wachimbaji wenzangu Tanzania pote, tujitume, tufanye kazi, tuachane na maneno ya mitaani. Mama hawezi kukuletea pesa nyumbani. Mama anaweza kawapa mbinu za kupata pesa kama sisi wachimbaji alivyotupa mbinu. Mbinu alizotupa Mama Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuyafuta maleseni mengi ya wachimbaji ya utafiti yale makubwa na kuwapatia wachimbaji wadogo. Ile ni pesa.